Anatizama ule mchele kupitia kwa kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua. Inaitwa sab'atu sayara. Inaitwa gari yenye kwenda miendo 7. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kuweza kutukutanisha katika siku nyingine tena, siku tulivu, siku ambayo imependeza, kuna kamvua kwa mbali kabisa. Lakini pia tunapaswa kuombea dua wale wenzetu ambao wamepatwa na mitihani katika wakati huu. Sisi tupo hapa, wengine wapo katika vitanda wanaumwa, lakini wengine pia inawezekana wakati huu wanasafirishwa katika safari yao ya mwisho. Lakini sisi tuseme alhamdulillah, tumeweza kukutana hapa, na wewe ambaye unatutazama tunakuombea Mungu sana tena sana tena sana. Mungu aweze kukubariki katika jambo ambalo unaliendea, katika jambo ambalo linakuuma katika moyo wako. Lakini kubwa, mimi nipo hapa na Sheikh Damba katika kutafuta suluhu juu ya matatizo ambayo wewe yanakukabili kila siku katika maisha yako. Vipi utayatatua, namna gani utaendea matatizo haya kwenye utatuzi? Basi sisi tunaweza kukupa njia ya wewe kuhakikisha unaondokewa na mitihani ambayo uliyekuwa nayo. Tulipotea hapa kwa kipindi kifupi, lakini kupotea kwetu haina maana tuliacha, na ukituona kimya haina maana tumeacha, ila isipokuwa shekhe anatafuta njia sahihi ya kukutibu wewe mgonjwa, wewe mwenye matatizo ya riziki, mpaka kuhakikisha matatizo yako wewe yanaondoka. Na ndio maana huwa anatulia kwa muda, anasafiri kwenda huku kwenda kule kutafuta vitabu, kuongeza elimu, kuhakikisha wewe unafanikiwa. Leo tupo katika mada ya uchawi, ama tunaweza tukasema aina 4 kuu za uchawi ambao ukikukutwa wewe sio rahisi kupona, lakini vile vile inaweza ikawa rahisi kupona iwapo kama utafata njia ambazo shekhe atakuelekeza. Nisizungumze mengi kwa wakati huu, nimkaribishe Sheikh Damba aweze kuwasalimia, alafu moja kwa moja tuingie katika mada na mazungumzo yetu haya kwa ajili ya kukupa wewe ufumbuzi juu ya matatizo ambayo yanakusumbua. Sheikh, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillahil aliyyul qawiyyul matin, la yaghrab an sam'ihi aqall al-anin, ولا يخفى على بصره حركات الجنين. دل قبريائه جبائرة السلاطين، وكل عنده دفاعة قيد الشياطين. فقضى كما تشاء على الحافظين، وسبق اختياره اختار الماء والطين. ففريقا من أهل الشمال وفريقا من أهل اليمين. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kila laheri kiongozi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, kama mlivyomsikiliza al-akhi al-habibu Tengeza kwamba tulikuwa tupo katika kipindi cha mpito, kipindi maalum ambacho tulikuwa hatujarudi katika channel yetu, lakini walilahi alhamdu tumerudi katika vipindi vyetu hivi, na nia na makusudio yetu ni kukuelimisha wewe ambaye una matatizo mbalimbali, ambaye una mitihani ya kijini, ambaye una mitihani ya kichawi, wachawi wamekutesa katika maisha yako. Jua kuna nguvu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nguvu hii amempa mwanadamu, nguvu hii amempa mtu ambaye ana maarifa fulani, yanaweza yakakusaidia wewe, au nguvu zile zinaweza kukusaidia wewe ukaondokana na mitihani ambayo unayo, kwa sababu ulishahangaika katika mashekhe mbalimbali, katika watu mbalimbali. Lakini bado kama tunavyojua, inna Allaha ibadun idha aradu arada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaja ambao akitaka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia waja hao jambo lako liweze kufunguka, basi wallahi alazim jambo lile linaweza kufunguka. Na ndio maana katika mambo haya ya tiba, mambo haya ya dua na mambo haya kumuombea mtu katika dua,
kuna watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa karama, amewapa kipaji na amewapa uwezo, lakini vile vile walikaa na mpaka darasani kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili mradi wafikie mustawa fulani wa kuweza kusaidia yule mtu mwenye mtihani mbalimbali. Kwa hiyo leo kama alivyosema Al-Habibu Tengeza, tutakwenda kuelezea aina 4 za uchawi ambao ni hatari zaidi. Kwanza lazima tujue Al-Habibu kwamba uchawi upo na duniani unatesa. Lakini je, huu uchawi uko namna gani, na je, aina gani za uchawi ambazo kwa dunia ya leo, tuseme katika dunia ya leo labda kuna mambo ya utandawazi, labda tuseme labda mitandao ya simu, teknolojia imekuwa. Kwa hiyo kwa vile vitu vya zamani vimekuwa vinapotea, kama mfano kutoka katika CD tunakwenda katika flash. Sasa aina hizi ambazo nitakazozitaja leo za uchawi za kidigitali, ndio nadhani umenifahamu ambazo hizi ndo zinawatesa sana watu waliokuwa mbali, waliokuwa karibu, sababu ni za kidigitali. Kwamba mtu anafanya uchawi huu kwa kutumia kidigitali zaidi. Kwanza tujue nini uchawi kwa ufupi tu, dakika 2 au dakika 1, kwa sababu tusikajua sasa uchawi kuna asihiri. Uchawi au tunaozungumza sisi huu uchawi yutlaku ala maani, una maana hizi 2. Yutlaku ala maani una maana nini? Ahaduhuma, maana ya kwanza, ma latfu wa dakun wa minhu suhirati sabiyi, manake ni kutengeneza au ni mfumo fulani ambao mfumo ule anautengeneza yule aliyeasi, na kusudia mchawi. Sababu mtu ambaye ameingia katika uchawi na kwa tayari amemwasi Mwenyezi Mungu, ametoka katika toa, ameingia katika toa ya kuwatii wachawi na kuwatii majini. Kwa sababu huwezi kufanya uchawi pasina kumfata jini wa kichawi au wachawi. Kwa hiyo wanasema malatfu walakun, kwamba waminhu masuilati sabi, la kwanza ni kutengeneza au ni mambo ambayo yanafanywa na wale wachawi. Wastimalla wa kullu istimalla shay'an faqad suhira, na kutengeneza mifumo. Hiyo mifumo sasa, na hii mifumo ambayo inayotengenezwa na wale wachawi kwa ajili ya kuyabomoa maisha yako, kukupa maradhi, kukutesa, ndio inaitwa hayo faqad saharahu. Wewe ndio tayari unakuwa umepata kurogwa. Ndio maana halisi ya uchawi. Manake ni mifumo tu ambayo ya kishirikina ambayo inakupata wewe. Unaweza kutoa misumari katika mwili, ukatiwa chura, yani mifumo istimalla lahu ala basari. Sasa lakini katika aina za uchawi zimegawika katika anwa au tuseme zimegawika katika makundi. Akasema Abu Abdullah Zari'i, huyu ni mwanachuoni mkubwa sana katika masala haya, amebobea kabisa. Akasema as-sihri 80 anwa, uchawi una matawi 80. Matawi mangapi? 80. Au aina za uchawi ziko 80, sio moja, 80. Bado 10 tu zifike 100. Aina za uchawi ziko tofauti. Yani wewe uchawi unaona wewe labda unalishwa kitu, aina yake. Unaona uchawi wewe labda hupati kazi, kuna aina yake. Unaona wewe ukiamka umepigwa chale, una aina yake. Ukiamka wewe usiku unaota ndoto za mbaya, una aina yake. Akasema Abdullah Zari'i aina 80. Lakini tutakwenda kuelezea kama ulivyosema aina ngapi? Aina 4 kutokana na muda. Sasa kitu kikubwa ambacho mimi napenda kujua, zipi au upi aina 4 ya uchawi, aina 4 ya uchawi ambao unawasumbua sana wanadamu. Mimi nilikuwa naomba unitafsirie ama unitajie aina moja baada ya nyingine taratibu, ili mradi yule ambaye anakutazama kwa wakati huu aweze kuelewa hizi aina 4 za uchawi zinamtesa vipi. Tuanze na hapo. Kwanza katika masala haya ya uchawi kama nilivyosema aina 80, lakini nimejaribu kuchukua zile 4 ambazo tukipata muda tutazielezea kwa uwezo wa Allah, manake zina mambo mengi sana na zimeelezewa na Abu Abdullah Zari'i, ni mwanachuoni mkubwa sana. Haya mambo bwana yanataka elimu zaidi, na ndio maana watu wanakwenda kwa watu kufanyiwa tiba, kufanyiwa dawa, lakini wale wanaowafuata pale hawajui katika masuala haya ya kielimu zaidi. Lakini wanachuoni wameandika kila kitu, yani tiba za majini, tiba za uchawi ziko clear kabisa ambazo zimeandikwa. Al-awwal
aina ya kwanza ya sihri, asihri alkiddaniyuna walqislaniyuna alladhina kanu ya'buduna alqawaqib as-sab'atu mutakhayyara wa hiya as-sayyara. Hii ndo aina ya kwanza ambayo naielezea. Aina hii ni alkiddaniyuna walqislaniyuna alladhina kanu ya'buduna alqawaqib sab'atu sayyara. Hii ni aina ya uchawi ambao unatengenezwa kupitia nyota au kupitia uzao wa mtu au kupitia jina la mtu au kupitia familia ya mtu. Kwa mfano, labda wewe unaitwa Ali, unaitwa Juma, unaitwa Maryam, unaitwa Fatuma, unaitwa Zuhura, unaitwa jina lolote lile ambalo wazazi wako wamekuita. Jina lako ulilozaliwa nalo litachukuliwa, litahesabiwa hisabu. Katika hizo hisabu zitabakia hisabu maalum, ambazo hisabu zile watajua kwamba huyu kwa hesabu hii atafanikiwa katika siku maalum, siku kadhaa. Kwa hiyo siku hii itakuwa kwake ni ya kheri na siku hii kwake itakuwa ni ya shari. Nadhani umeelewa hapo Yaabuduna alqawaqib, yani zile nyota zinakuwa wanazi, tuseme kama hata huku kwetu Zanzibar wanatumia mfano kete, wanapiga kete kwenye bao. Yani ni uchawi maalum wa kutizamia tunasema. Anatizama ule mchawi kupitia labda kete, anatizama ule mchawi kupitia labda bao, anatizama ule mchawi kupitia kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua. Inaitwa sab'atu sayyara. Inaitwa gari yenye kwenda miendo 7 au gari yenye kwenda katika vituo 7, tuseme hivyo. Gari yenye vituo vingapi? 7. Sasa niulize vituo gani hivyo 7? Nikutajie. Kabla sijamuuliza mpenzi mtazamaji unaonitazama, nimeuliza nyota gani kwa sababu kila mmoja ana tafsiri kivyake. Na hata mimi pia nilikuwa najiuliza mchawi wa namna gani alikuwa na uwezo wa kufika juu kwenye nyota na kuichukua kuifanyia uchawi. Sasa tupo katika hatua ya vituo. Tuvitambue hivi vituo ni vituo vya aina gani? Tuendelee. Vituo ni zile tunaita, ukisikia asaba, mushtara, zohali na aina nyingine ambazo ziko 7 hizi. Kwa hiyo katika hii mirigi mushtara, dhohari ni namba za siku na saa, buruji zile. Kwa hiyo wanaitakidi kwamba hizi nyota za juu, unaona nyota hizi za juu, yaatakiduna annahu mudabbirul alami, wanaitikadi kwamba hizi nyota zinaongoza ulimwengu, wa innahu muatharun, na zina athari bil khairi wa sharri lil insan, kwamba zina khairi na shari kwa mwanadamu, kwamba mwanadamu akiunganishwa na hizi nyota anaweza akafanikiwa ama asifanikiwe, ama anaweza akatoboa ama asitoboe. Sasa ukiangalia katika uchawi huu, watu wengi sana wamerogwa kupitia majina yao na hawawezi kutoka katika hili, kwa sababu mtu anatumia jina lako kuunganisha na namba ya ile nyota. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba nyota sio kwa kazi hii. Wala qad sayyana samaa ad-dunya bimaswabiha waja'alnaha rujuman lishayatin. Mungu anasema tumeziumba nyota na mbingu vizuri, lakini tukazifanya rujuman lishayatin, sawa, ziwe mapigo kwa mashetani. Mashetani wakaenda juu kusikiliza habari za Allah, unaona kuna kijinga cha moto kinawapiga. Lakini vile vile rujuma lishayatin litahtadu fil barri, nyota kama ziongoze wavuvi. Wavuvi wanakwenda kuvua kupitia nini? Nyota. Kwamba mwezi 14 samaki wanakuja juu huko kwetu Zanzibar. Mwezi 15 jua lapanda. Kwa hiyo likipanda juu twajua kwamba hapo tunaenda kuvua litahtadu fil barri, ziongoze tu. Walitaalamu adada sinina wal hisab, na muweze kujua hisabu ya miezi na siku. Hatuwezi sisi kujua kama leo Januari, kesho lazima tujue Februari, kesho tujue Machi, tujue mwaka huu 1932 wa Kiislamu 33, tutajua kwa hisabu, sawa ili tunakuwa tuna nini? Hisabu. Lakini vile vile jambo lingine kwamba nyota zimeomba nini? Mapambo tu. Mwenyezi Mungu amepamba vizuri, ndo kazi ya nyota. Sasa wewe binadamu, uchawi huu unakupata vipi? Kwa sababu wanalichukua jina lako, wanaliroga, wanachanganya na hizi nyota, hali ya kuwa baadaye unaharibikiwa katika maisha. Na ndio maana unapokwenda kwa mshirikina na kwambia wewe nyota yako imeshuka, wewe umepigwa kupitia siku yako ya kuzaliwa, wewe umepigwa kupitia siji nyota yako imeharibiwa. Yani kuna mtu anaweza akadhaliwa akawa na nyota kali. Nikisema nyota kali kwamba ana nuru tu, nadhar al-ayuni, ya kupendwa na kila mtu, lakini amependwa, anapendeza kwa mume, anapendeza kazini,
anapendeza maeneo yote, lakini subhanallah akaja akakutana na mtihani, akatiwa weusi, akatiwa kiza kwa uchawi huu, akatiwa kiza, akachafuliwa, akawa hana raha ya maisha. Pesa akipata hajui inaenda wapi, mara usiku kauta hili, mara akiamka asubuhi mara kachanjwa, ili mradi kwamba tayari nyota amefungwa kupitia uchawi huu. Na uchawi huu wakanu yaatakiduna annaha mulabbirul alami, hawa wachawi wanakwenda mulabbirul alami kwamba wanaiongoza dunia, wa annaha taatiki bil khairi washarri, wanaifunga ile khairi yako na shari yako. Wa humul ladhi ba'atha ilayhim nabiyallahi Ibrahim, na uchawi huu ulikithiri sana wa nyota hizi kipindi cha Nabii Ibrahim. Tukumbuke katika historia Nabii Ibrahim Khalilullah alipokuja katika zama zake, baba yake Nabii Ibrahim alikuwa ndo mtengeneza masanamu mkubwa katika ule mji. Mtume anakuja, huyu Nabii Ibrahim anakuja kupewa utume Khalil, lakini baba yake nani? Mtengeneza masanamu. Lakini walikuwa hawatengenezi masanamu tu, walikuwa wakiabudu nyota. Wanaabudu nyota, kuna nyota ikitoka hiyo wanakwenda wanasujudu, wanaomba kila kitu, siku zao maalum. Sawa? Ikifika nyota fulani unajua nyota hiyo labda italeta mazao, yani kwa akili zao. Sasa wakachukua wachawi fani hii kipindi hichi, wakauchanganya, wakaifanya katika digital ya kukutesa wewe katika nchi ambayo upo, kukutesa wewe katika maeneo mbalimbali, hapa huwezi kutoka. Hiyo ni aina ya kwanza. Tunakwenda aina ya pili sasa. Aina ya pili katika uchawi ambao mbaya, anasema asir ashabil awhami wan nufusil qawiyya. Huu ndo uchawi ambao leo kama nitaelezea nadhani watu wengi takuwa wameathirika kupitia uchawi huu. Ni uchawi wa aina gani? Wastadalla ala ta'thiri al-awhami bi anna al-insana bi imkani al-mashiji ala jadi ash-shajara al-mawdu'i ala al-ardi. Subhanallah. Huu ni uchawi ambao binadamu huwa anawekewa vitu katika ardhi, au anakwenda kuwekewa vitu katika maeneo ambayo yamekusudiwa. Kwa mfano, kuna maeneo ya mapango, kuna maeneo ya mizimu, kuna maeneo ambayo ya makaburi, kuna maeneo labda nyumbani kwake nje, kuna maeneo ya njia za panda. Mtu anaweza akachora jina lake, akachua na vitu vya kichawi, akaenda kumwekea, akazika chini. Akasema haja kuficha, si akasema al-mawdu'i ala al-ardhi, vinawekwa katika ardhi. Wala yastati dhalika idha kana mamdudan ala an-nahri au al-bihar. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa hawezi kunyanyuka kiuchumi, kwa sababu njia zote ambazo za kutafuta maisha au njia za kuondoka yale maradhi yake, yule mtu amefukia labda kwenye mto au kwenye bahari, ameenda kuweka kitu kwa ajili yake yeye. Amezika kila njia yake, yani njia zake za uchumi zote ameziweka kwenye kaburi, ameweka herizi kwa ajili ya fulani bin fulani. Njia panda kaenda kaeka karatasi imeandikwa fulani bin fulani. Baharini kaenda katupa kitu. Sawa? Nazi kaenda kavunja barabarani kwa sababu ya nani? Mtu fulani. Ndio atakachofuata huyo atatembea na ndala mpaka maisha yake yanadhalilika, hana pesa mpaka anaingia kaburini. Na kama ni maradhi, wengine sio wanakwenda kunuia maradhi, niachukua nazi hii na kwenda kuifukia hapa kwenye kaburi, na mnuia huyu asinyanyuke, kama kitandani ana mimba ya miezi 9 asiweze kuzaa tena. Anaiweka ile nazi, anachukua labda yaya nalichora na kwenda katika labda njia panda, nalifukia yai hili. Mtu huyu yuko Marekani sasa hivi, nataka awe chizi, na kweli mitihani inamfika, anakuwa mandazimu. Nachukua yai hili, nataka huyu asionewe hasa. Yule mume akija, basi yule nzi yule nzi asitue katika mwili wake. Nzi anakula nani? Kinyesi. Asimtue hasa, kwa sababu hata nzi anaona ule uchafu aliokuwa nao yeye haumfai. Hawezi kumtosha akashiba kwenye tumbo lake. Na mtu kama huyu anakuwa mtu hasira, anakuwa na hasira, sababu maisha yake yamefungwa. Stadalla ala mamludil ardhi, amefungwa katika ardhi kabisa. La nahari kama ajma al-atba'i ala at-tauhid an an-nadhar ila al-ashya'i. Hawezi kuangalia katika maisha nadhari ila al-ashya'i, kupapatua na kutoka katika uhalisia wa kutafuta maisha, kwa sababu tayari nadhar al-ashya'i, kile kitu kilichowekwa chini ya ardhi kinafanya kazi ya kumtizama yeye. Kinakwenda kama kilivyoamrishwa. Kimeamrishwa upate ajali, utapata ajali. Kimeamrishwa wewe usizae, huzai. Kimeamri illa man rahima Allah, isipokuwa rehema za Allah na uwezo wake. Kwa sababu tunajua
inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu akitaka jambo kuwa linakuwa. Lakini ndio tukaambiwa haya mambo yanatupata, tutafute nini? Tiba. Huu ni uchawi mbaya. Watu wamefukiwa sana katika hali hii. Kwa hiyo tukitafuta tiba huenda ikawa ni busara tukaweza kufanikiwa katika hili. Lakini kutokana na muda twende kwenye uchawi wa tatu, kwa sababu mwisho yote lazima utuambie tunafanya nini. Namalizia kwa hilo kidogo. Dhata al-lawn al-ahmar, mara nyingi sana uchawi huu al-lawn al-ahmar unaitwa rangi nyekundu. Yani wameupiga sasa kwamba uchawi wa kufikia vitu kumzamisha mtu asifanikiwe, al-lawn al-ahmar, uchawi mwekundu kabisa. Ani nadhari ila al-ashya'i lami'atun, unapokuja uchawi huu kumvamia mtu, lami'atun, unamfanya yule mtu anakuwa mweusi mwenye kiza, unamkatakata anakuwa bosi wake. Anaweza akamka asubuhi leo akatukana tu na bosi wake, wewe bwana sikutaki kazini, ondoka, mshahara sikupi. Au asubuhi akaamka kalala na mkeo kitandani vizuri, lakini kwa vile kasharogwa amwache mke, akaamka asubuhi mwanamume akamwambia sikiliza wewe, chukua nguo zako, talaka hii hapa. Mtu baadaye anakumbuka mke wangu mimi nimemwacha, kumbe tayari an-nadhari. Kwa hiyo tunakwenda katika kwa haraka tunakwenda katika uchawi wa namba 3, ili mradi tuweze kupata na tunafanyaje katika hili ambalo napenda kulizungumza, ili mtu aweze kujitibu katika njia mbalimbali, kumuomba Allah katika visomo vya aina mbalimbali. Kumbuka kwamba hii tunatoa nini? Ni elimu pana ambayo tunakutaka wewe ambao una matatizo haya uweze kufika hapa ofisini kwetu Vikindu Magogo Matatu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na namba yetu hiyo hapo, namba yangu ya simu ni 0714 6571 73, 0714 6571 73. Piga namba hiyo au njoo WhatsApp kwa wewe ambaye una dalili katika hizi ambazo ni kidogo haya, lakini ni makubwa kwa sababu pengine ushafanywa sihiri katika aina mbalimbali. Tunakwenda katika athalisu ya 3, ni at-takhayyulati wal ukhdhu bil uyuni washuhudatin. Ni uchawi ambao yanatumika macho kubadilisha uhalisia wa kitu, wewe ukakiona kile kitu katika njia nyingine. Hapa leo ndo tutatambaa. Sijui umeelewa? Hapo mimi nimekuelewa. Yani maana yake unaweza ukasema yule ambaye anakuletea pesa katika duka lako ananunua bidhaa, kumbe anakupa mfupa binadamu. Kumbe anakupa mfuko wa bina. Ndo at-takhayyulati wal ukhdhu bil uyuni ndo unaitwa. Na maana yake nini al-ukhdhu bil uyuni? Manba'u anna al-basar, kwa sababu sisi macho yetu haya ni macho mawili, kadi yahtaqihi wa yastaghala bi shay'in, yanaweza kuona kitu ambacho Mungu ametupa maono kuona. Kwa mfano, si unaona kitabu hichi, nakiona hichi kitabu, chupa ile naiona, hakuna shida, naona kila kitu. Kamera ya Sheikh Azizi hapa namuona, wewe Al-Habib Tengeza na kuona. Mambaqul basr takhti wa yashghalu bi shay'in, tunashughulika na macho, lakini anasema al-muayyana duna ghairi. Lakini uchawi huu kila kitu hukioni wewe kwa macho ya kawaida, kinakuvamia au kinatumwa kwako katika maisha yako, kinaingia katika mwili hukioni. Kwa mfano labda uko Marekani, uko Arabuni, uko Oman, uko Qatar, uko Dubai, linatumwa jini litoke hapa labda likufike wewe, lakini likifika kule wewe unaliona? Huwezi kuliona. Na hao ndo wengi wanarudiki Tanzania na uchizi. Wengi sana. Kwa hiyo ndo akasema bisha'il almuayyana duna ghairi, kwamba huwezi kuona lile jini. Au wale wachawi wakija, kwa mfano wanakuja ati hawataki passport wachawi. Unadhani wachawi anakwenda uhamiaji kuchukua passport? Hahitaji passport, anakuja, wanakuja atakana nani? Wanakuja kama 5, 4, 6, wanakuja nyumbani kwako usiku, lakini wewe huwaoni. Ndo hayo macho yenyewe ndo kwambia macho kwamba kutokuwaona wao wanajifanya wale uchawi huu takhayyulati bil aini, kwamba wanafanya mazingira madawa yao na wewe kukufanya usiwaone. Kwa hiyo akija umelala usingizini, anakutia vitu singizini, unaona unakula vitu, mara au jini anatumwa anakuletea jini, anakuvunja nguvu za kiume, anakufanya anakupiga chale mwilini mwako, unakuwa humuoni yeye. Si umefahamu? Uchawi ambao yukhatti bi shay'i ala tara shu'udatin, huwezi kuona chochote anachokifanya yeye. Umelala anakubirua, anakutoa nje, anakulimisha mashamba, anakupiga bakora, anakupiga chale, wewe humuoni. Unaamka asubuhi tu, nimejenda jana, nimelimishwa jana, nimefanyishwa kazi, nimechoka,
mwingine anasingizia godoro lake. Godoro jipa mbona linaumiza? Anajiangalia kachorwa maalama humu, kwa sababu tayari amefanyiwa alhadiku yudhihiru amalin yudhhabu akfalaha. Tayari zile kazi, zile amali zimeingia ndani ya mwili wake, zinakwenda kufanya kazi. Kwa hiyo huu ni uchawi ambayo mbaya, ambao tuishie hapa leo kutokana na muda. Lakini kaifa staamala ala hadhihi alashiyai, je, mtu ambaye amepatwa madhara haya tunafanyaje ili atoke huko? Nimeeleza aina 3 tu, kuna aina 76 tujazimaliza hapa. Tutakwenda kadri ya adha. Cha msingi tu subscribe channel yetu ili uweze kujua tunaendelea katika namba 4 na kuendelea, ili wewe ujue pengine katika hizi wewe ni mmoja muathirika wa uchawi huu au muathirika wa uchawi namba fulani, ukaja ofisini kwetu Vikindu Magogo Matatu, tukakuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ile mradi ukaweza kupata dua mbalimbali. Na wewe ambaye uko mbali, basi inshallah biidhnillah unaweza ukaja katika njia ya WhatsApp kwa namba hiyo ya 0714657173. Cha kufanya hapa, naam, labda ulikuwa na swali. Naomba kutokana na muda. Naam. Kila aliyeguswa nini afanye? Nafikiria kufuata WhatsApp moja kwa moja. Naam, toje. Hiyo itakuwa vizuri. Ndiyo. Kwa utulivu utamueleza nini afanye. Kwa sababu inawezekana njia ya kufanya ikawa kubwa alafu muda wetu umeshatishia. Sasa labda uambie kitu kimoja cha mwisho ili tuweze kufunga kipindi chetu, itakuwa vizuri. Cha mwisho kwamba haya ambayo mimi nimeyataja au nimeyazungumza kwamba ni mambo ambayo makubwa kwa binadamu, na huu ni uchawi, na uchawi hauonekani kama nilivyosema, na unaathiri taathiri al-auhami, unakuja sana katika miaka yako, miaka 5, miaka 10, miaka 25, bado unateseka na uchawi. Kwa cha msingi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika hili. Kokote ulipo, hebu nitafute kwa namba yangu ya simu au fika ofisini kwetu ili tuweze kukueleza vizuri. Hapa tutakuwa tuna muda kutokana na hali, na tuna rekodi kwa uwezo wa Allah, wala umatayasara ile mradi mtu aweze kupata kujua. Cha msingi njoo ofisini kwetu Vikindu Magogo Matatu, au piga namba yetu ya simu 0714657173, au njoo mwenyewe hapa tuweze kukutibu tukakuombea dua kwa uwezo wa Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah anajibu dua zetu. Watu wengi tumewasaidia katika hili na wamefanikiwa, na ndio maana watu wengi wanakuja ofisini kwetu kumuomba Allah na wanafanikiwa kwa uwezo wa Allah. Wewe unasubiri nini? Mwambie mwanao, mwambie mjukuu wako, jiambie wewe mwenyewe ambaye umeangamizwa na uchawi, mwambie. Na tuna njia hata password za kufungua wale waliofungwa kwa uchawi, tunao uwezo huo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Salum Damba, Vikindu Magogo Matatu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.